Karibu sana katika jambo la leo la Aprili 8 mwaka 2026. Ni matumaini yetu kwamba uko salama kabisa. Mimi ni Esther Chilato. Nami ni Irene Kishua. Machache kati ya mengi tukayosikia ni pamoja na haya yafuatayo. Viongozi wa serikali kutumia usafiri wa pamoja kupunguza matumizi makubwa ya mafuta. Tukio la mwanamke mmoja na mhudumu wa afya wilayani Tabora kutoa na kutupa mimba ya miezi 6 kwenye mfuko wa kuhifadhia taka baada ya baba wa mtoto kukataa ujauzito. Iran, Marekani na Israel yafikiana kusitisha mapigano kwa kipindi cha wiki 2. Na Coastal Union yatangaza kuachana na kocha wake mkuu Mohamed Moya. Mwanamaisha Fresh unaweza fuatilia jambo la leo mubashara kupitia tovuti yetu ya www.jambofm.co.tz, lakini pia unaweza kutufuatilia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook na TikTok kwa kuandika Jambo FM TZ, pamoja na YouTube kwa kuandika Jambo FM Radio Tanzania. Haya. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza umuhimu kwa viongozi kupunguza matumizi makubwa ya mafuta kwa kudhibiti safari zisizo za lazima na kupunguza idadi ya magari ya serikali yanayotumika katika shughuli mbalimbali. Rais Samia amebainisha hayo leo Ikulu Chamwino jijini Dodoma wakati akiwaapisha viongozi aliowateua hivi karibuni, ambapo ameweka wazi kuwa ataongoza kwa mfano kwa kupunguza msafara wa magari yanayoambatana naye katika ziara zake, huku akipendekeza maafisa kutumia usafiri wa pamoja kama mabasi ili kupunguza gharama za mafuta, huku akiwataka wafanyabiashara kutochukua fursa ya kupanda kwa bei ya mafuta kupandisha bei za bidhaa kupita kiasi. Hali tumeiona. Ndani ya serikali tuna matumizi makubwa sana ya mafuta. Magari ni mengi, safari zetu ni nyingi. Niwaombe sana tuanze kupunguza matumizi ya mafuta. Tunaanza kupunguza matumizi ya mafuta. Nami naanza na ofisini kwangu. Ninapotembea, maafisa wote, wakubwa wote na magari yao nyuma wananifuata. Kuanzia sasa ninapokwenda kokote, wote nitawaingiza kwenye kibasi kimoja. Msafara utakuwa escort yangu, ya polisi na yangu na gari ya akiba nyuma. Wanaobakia wote na waingiza kwenye kibasi, kukata matumizi ya mafuta. Kwa hiyo nimesema niligusie kwamba tuna hiyo crisis. Ndani ya serikali tuna matumizi makubwa sana ya mafuta. Safari zetu ni nyingi. Niwaombe sana tuanze kupunguza matumizi ya mafuta. Nami naanza na ofisini kwangu. Ninapotembea, maafisa wote, wakubwa wote na magari yao nyuma wananifuata. Kuanzia sasa ninapokwenda kokote, wote nitawaingiza kwenye kibasi. Msafara utakuwa escort yangu, ya polisi na yangu na gari ya akiba nyuma, kukata matumizi ya mafuta. Upandaji wa bei ya mafuta, mara zote unakwenda na upandaji wa bei za bidhaa. Wafanya biashara, zile bidhaa ambazo tumezinunua muda mrefu na ziko maghalani, basi tuangalie jinsi ya kuadjust bei, na isitumike fursa hii ya kupanda kwa mafuta na kuweka bei za bidhaa kubwa kuliko zinavyopaswa kuwa. Ukilinganisha na majirani zetu wote waliotuzunguka, pamoja na wengi wao kupunguza kodi kwenye mafuta, lakini bado Tanzania bei yetu iko chini kuliko wengine. Kwani waombe sana wananchi tuwe watulivu kipindi hiki. Sisi tuko vizuri kuliko wenzetu. Tuko vizuri na stock. Tuna uhakika wa miezi 3 na ni matumaini yetu kwamba chini ya miezi 3 haya mambo ya kugongana huko kwa wenzetu yatakuwa yamemalizika. Haya yalikuwa ni mambo ya pale Dar es Salaam, lakini pia tumeweza kusikia pale Dodoma. Sasa ni jambo la hapa Tabora. Mwanamke mwenye umri wa miaka 21 pamoja na mhudumu wa afya wilayani Tabora mkoani Tabora wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kuhusika na kitendo cha utoaji wa mimba unaokadiriwa kuwa na umri wa miezi 6 na kisha mtoto kutupwa katika mfuko wa kuhifadhia taka, chanzo kikitajwa kuwa baba wa mtoto kukataa ujauzito huo, kama anavyoeleza kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Abwao kupitia taarifa yake Pasco Tuliano. Mnamo tarehe 6 mwezi wa 4 majira ya saa 12:45 kwenye maeneo ya mtaa wa Singo, kata ya Gongoni, wilaya na mkoa wa Tabora, mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 21, kabila lake ni Mpare, Mkristo, mkulima na mkazi wa kata ya Gongoni, aligundulika kutoa ujauzito unaokadiriwa kuwa na umri wa miezi 6
kisha kuweka kwenye kopo na kutupa katika mfuko wa kuhifadhia taka nje ya nyumba anapoishi. Tayari mtuhumiwa huyo amekamatwa pamoja na mtaalamu wa maabara binafsi ambaye alimpatia dawa za kutoa ujauzito huo, naye pia amekamatwa. Kiini cha tukio hilo ni baada ya mwanaume ambaye amempa huo ujauzito kukataa ujauzito huo, na mbinu aliyotumia ni kumeza dawa kisha kutoa ujauzito huo na kuweka kwenye kopo na kwenda kuutupa kwenye mfuko wa kuhifadhia taka nje ya nyumba yao. Mtuhumiwa huyu amepewa fomu namba 3 na chini ya ulinzi wa polisi amepelekwa hospitali ya Kitete kwa ajili ya matibabu na uchunguzi zaidi wa wataalamu wetu wa afya. Tukio hilo ni miongoni mwa matukio manne yaliyoripotiwa na jeshi la polisi, ambapo katika matukio mengine tarehe 6 mwezi wa 4 majira ya saa 11:30 jioni kwenye maeneo ya mtaa wa Kizigo, kata ya Ng'ambo, wilaya na mkoa wa Tabora, Shabani Luhende Mayunga, huyu ana miaka 25, ni Msukuma, Muislamu, mkulima na mkazi wa Kizigo, kata ya Ng'ambo, alikutwa akiwa amejinyonga kwa kujining'iniza kwa kamba iliyosukwa kwa kitambaa ambayo aliyefunga kwenye kenchi ya nyumba moja katika chumba cha nyumba ya baba yake mkubwa ambayo anaishi naye. Chanzo cha tukio hili bado kinachunguzwa na mbinu ambayo ametumia ni kufunga kamba kwenye kenchi ya nyumba na kisha kujivika kitanzi na kujining'iniza. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa Kitete kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Aidha, tuna tukio la taarifa ya kifo la tarehe 6 mwezi wa 4 majira ya saa 1 za usiku katika maeneo ya kijiji cha Igembe-Nsabu, kata ya Uyui, wilaya na mkoa wa Tabora, ambapo mwanaume mmoja aliyetambulika kwa majina Angalawa Idi, huyu ana umri wa miaka 50, ni Mnyamwezi, Muislamu, mkulima na mkazi wa Igembe-Nsabu, kata ya Uyui, alikutwa akiwa amejinyonga kwenye mti uliokuwepo karibu na mpaka wa shamba lake kwa kutumia kamba ya mtundu aliyokuwa ameifunga kwenye mti na kisha kujining'iniza. Chanzo cha tukio hili ni kudaiwa ng'ombe na watu mbalimbali ambao waliwekeza ng'ombe hao kwa marehemu huyu. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa ya Kitete kwa ajili ya uchunguzi wa kitaalamu. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi linamshikilia mwanamke mmoja mkazi wa Cheyo, manispaa ya Tabora, kwa tuhuma za kujaribu kujiua kwa kujichoma na kisu tumboni, huku chanzo kikielezwa kuwa ni wivu wa kimapenzi. Aidha, tuna tukio la kujaribu kujiua, tukio ambalo limetokea tarehe 7 mwezi wa 4 majira ya saa 9 za mchana huko maeneo ya Cheyo, kata ya Cheyo, manispaa na wilaya Tabora, ambapo mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 31, Mnyamwezi na mkazi wa Cheyo, alijichoma kwa kisu tumboni baada ya kugombana na mpenzi wake. Ni kwamba mwanamke huyu alijichoma na kisu eneo la tumbo lake na kusababisha kutokwa na sehemu ya utumbo, na tayari amekamatwa, yuko chini ya ulinzi akiendelea na matibabu. Chanzo ni wivu wa kimapenzi, ambapo mwanga huyu aligombana na mpenzi wake mwenye umri wa miaka 33, mgoni anayefanya shughuli za bodaboda na mkazi wa Cheyo, na kisha kuchukua hatua ya kujichoma kwa kisu tumboni. Hii ni mara yake ya pili kufanya jaribio la kutaka kujiua, na mara ya kwanza uchunguzi ulibaini kwamba alijaribu kujiua kwa kujirusha juu ya ukuta na kuvunjika mguu wake wa kulia. Mwanga amepewa pethidine na amepelekwa hospitali ya Kitete kwa ajili ya matibabu zaidi, ambapo amelazwa hospitali. Kamanda Richard Abwao ametoa rai pia kwa jamii dhidi ya vitendo vya namna hiyo. Nitoe wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora kuchukua tahadhari na kuto kuchukua maamuzi ya kikatili na maamuzi ambayo pengine ya kukata tamaa. Kunapokuwa na migogoro mbalimbali kwenye mahusiano, ni vyema wanafamilia hawa kuhusisha ndugu na kutafuta utatuzi pengine kwa kutumia mamlaka za serikali, ustawi wa jamii na jeshi la polisi. Tunao dawati ambalo linashughulikia migogoro mbalimbali. Kwa hiyo kunapokuwa na migogoro ya kifamilia, ni vyema kuchukua hatua za kisheria badala ya kuchukua maamuzi ambayo yanakwenda kutengeneza madhara zaidi kwa wengine. Kutoka hapa Tabora 99.7, hii ni sauti ya Pasco Tuliano wa Jambo FM. Hatari mara mbili. Kwanza unapanda kwenye ukuta unavunjika mguu. Unatembea na muhogo unapata maumivu, afu sasa hivi tena mara ya pili unajichoma na kisu. Mungu tuepushe. Mungu hajataka ujue. Kama alifanya mara ya kwanza jaribio kashindikana, hii mara ya pili imeshindikana, anatakiwa atubu tu, kwa sababu Mungu hajataka kumchukua, kipindi chake kijafika Kabisa. Kimataifa, Iran, Marekani na Israel zimefikia makubaliano kusitisha mapigano kwa muda wa wiki mbili. Iran imekubali kufungua mlango bahari wa Hormuz na kusisitiza kuwa itazitoza ushuru meli zitakazopita eneo hilo, na kwamba itaendelea pia kurutubisha madini yake ya urani, na kwamba adui imepata pigo kubwa la kihistoria. Kwa
Kwa upande wake, Rais Donald Trump amesema Marekani imepata ushindi kwa kufikia makubaliano hayo na kwamba lengo kuu la vita hivyo ni kusambaratisha kabisa mpango wa nyuklia wa Iran. Israel imetangaza kuunga mkono makubaliano hayo, lakini Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema hatositisha mapigano dhidi ya kundi la Hezbollah nchini Lebanon, kauli inayokinzana na tamko la Pakistan ambayo ndiyo mpatanishi katika mzozo huo. Na katika michezo, Coastal Union imetangaza kuachana na kocha mkuu Mohamed Moya kufuatia matokeo yasiyoridhisha katika michezo ya ligi kuu. Taarifa iliyotolewa na klabu hiyo imesema uongozi wa klabu ya Coastal Union imefikia makubaliano ya pande zote ya kusitisha kandarasi na kocha huyo, na kueleza kwamba uongozi wa klabu utaujulisha umma juu ya muundo na uongozi mpya wa benchi la ufundi muda mchache ujao. Coastal Union maarufu Wagosi wa Kaya wanashika nafasi ya 13 katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa na jumla ya michezo 18 na alama 16. Na kwa nukta hiyo tunakamilisha jambo la leo la Aprili 8, 2026. Miongoni mwa waliosikika jioni hii ni pamoja na haya. Viongozi wa serikali kutumia usafiri wa pamoja kupunguza matumizi makubwa ya mafuta. Tukio la mwanamke mmoja na mhudumu wa afya wilayani Tabora kutoa mimba na kutupa mtoto miezi 6 kwenye mfuko wa kuhifadhia taka baada ya baba wa mtoto kukataa ujauzito. Iran, Marekani na Israel yafikiana kusitisha mapigano kwa kipindi cha wiki 2. Na Coastal Union yatangaza kuachana na kocha wake mkuu Mohamed Moya. Asante kwa kuungana nasi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Irene Kishewa. Nami ni Esther Chilato. Uwe na wakati mwema.